Naam, mwanafamilia na mpenzi wa soka, bado tunaendelea kukupatia update mbalimbali za michezo. Karibu kwenye channel yako pendwa kabisa ya michezo ya ZTV. Tuzungumze na tuyachagize yale yote yanaendelea kujili kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo. Na kama tunavyojua, mashindano ya ligi mabingwa barani Afrika bado yanaendelea, lakini pia yataendelea. Kwa siku hii ya leo kutakuwa na mchezo wa Young Africans dhidi ya Al Ahly huko nchini Misri, lakini pia kwa kombe la shirikisho pia timu zetu zimeondoa kwa ajili ya mashindano hayo. Azam FC pamoja na Singida Black Stars ambao ndio wapo kwenye mashindano ya kombe la shirikisho. Lakini kwa ligi ya mabingwa yupo mnyama Simba pamoja na Young Africans kutokea pale mitaa ya Jangwani. Na tumsikie Juma Mwambusi, mwalimu huyu, akielezea namna ambavyo hizi timu zikikutana na timu zingine, lakini pia ameelezea kwa namna yake kwa mapana kabisa kuhusiana na klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa Simba amesema tu waombe, wanahitaji maombi sana katika klabu hiyo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanahitaji wa kipindi hiki kuiombea timu yao kwa sababu haifanyi vizuri, na siku ya kesho ana imani sana kwamba watashinda, lakini wanahitaji maombi zaidi ili kufanikisha na kupata ushindi angalau wa goli hata moja ama kutoka sare katika mchezo wao huo. Mimi sio maoni yangu hayo, ni maoni ya mwalimu Juma Mwambusi, anatueleza hayo. Kwa hiyo tutamsikia hapa kile ambacho anaenda kukizungumza, na kabla hatujamsikia, basi ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, naendelea kukusii kwamba unachotakiwa sasa hivi ni kusubscribe bila kusahau kuwasha alama ya notification ili uwe kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo. Lakini usisahau kutoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho anaenda kukizungumza. Mwalimu huyu hapa tunaungana naye. Karibu. Kanisa na ligi yetu tunapokwenda na ligi ya champion, kwa sababu mwalimu amekuja hana mwaka, hana miezi sita, ni miezi mitatu alikuwa na timu. Nadhani timu inakuwa na mfumo na mwalimu anaweza kaifutia, asiharibu sana, asibadilishe sana ule mfumo wa kucheza ambao ndio utakumletea matokeo. Kikubwa sana ni mbinu ambazo ataingia nazo kwenye timu ya Al Ahly kwa mechi ya leo, ambao kwa mtazamo wake ameweza kujadili katika benchi lake kwamba tunakwenda kuanza kushambulia, labda tunataka tuangalie katika dakika 15 tunafanyaje. Wakiweza kukamata mpira mguuni, nimeona Yanga ikicheza vile kama ilivyokuwa ikicheza mwanzo, ingawa si kwa sana, kwa sababu kuna nafasi ya kiungo inaleta matatizo kidogo pale katikati. Haijawa katika maelewano kutokana na wachezaji wageni kuingia. Okay, tuwatazame nao Simba ya kocha Steve Barker. Bila shaka umewatazama kwenye mechi yao ya mwisho hapa ya ligi, namna walivyocheza. Umewatazama pia katika michuano ya Mapinduzi, wanacheza na Esperance de Tunis. Mnyama Simba kwa namna ambavyo pia maingizo mapya ambayo wameingiza akiwemo Clatous Chota Chama. Unaona mnyama Simba akienda kuchukua alama 3 bila shaka, mwalimu Mwambusi. Mimi naiombea timu kwa sababu timu zote zinatoka Tanzania na timu zetu Tanzania, kwa hiyo wakiwakilisha vizuri tunapenda, lakini na wasiwasi na kikosi ambacho kimekuwa kama wakati mwingine sasa hivi kama wanaunga, kwa sababu kuna wachezaji wapya wameshacheza kama kina Clatous Chama wamemtaja, ni mzoefu katika mechi hizo, lakini wachezaji waliokuwepo Simba sasa je, ataweza kukopu nao na chemistry yao kwa mechi ya leo, na hajakuwa nao muda mrefu? Hilo ni shaka yangu. Na wachezaji ambao waingizo jipya wako wanacheza katika staili ambazo wametoka kucheza katika vilabu vyao. Je, katika Simba, na kama mwalimu atataka kuwatumia kwamba hana option, awatumie wachezaji kusawa na experience yao na professionalism yao, basi tutegemee lolote, kwa sababu uwezi ukasema leo kesho na ukafanikiwa kwa lile jambo lako. Lakini kikubwa tunaombea Mungu angalau hata watu wakitoka sare watakuwa wana hope kwamba wanaweza tukarudi kwenye game. Umezungumza vizuri sana mwalimu, lakini naona kwa upande wa Simba umebainisha sana hapo kwamba tuwaombee Mungu. Ni heri kuomba Mungu, lakini kwa Simba Mungu imekuwa umeyatamka sana haya maneno. Hii inaleta tafsiri kwamba Simba bado hawako sawa sawa. Hilo liko wazi kiufundi, na kama mwalimu nimeangalia kwa jicho la ufundi kwamba timu yao, nimeona hata mechi unakuta amecheza juzi wamepata tabu sana. Hapo wachezaji kama ile fighting spirit, unaona kabisa wachezaji iko chini. Sijui kitu gani ambacho kiko katika klabu, lakini ni mambo ya klabu ya kwao. Nadhani viongozi wameweza kukaa pamoja wakaliona hilo na wakatambua jinsi gani kuweza kulisuluhisha kwa siku chache, kwa sababu tunatuzuia sisi ni kwamba timu zetu zifanye vizuri, tusipate aibu. Ni kushukuru sana mwalimu Juma Mwambusi, na nikutakie asubuhi njema.
Shukrani. Ni kocha huyo Juma Mwambusi.